Ndugu zangu, haya tunayoshuhudia katika jamii zetu yanaumiza sana, na upendo umekuwa umepoa sana kwa watu wengi. Lakini nataka nikushauri siku ya leo ni kwamba jifunze kupenda kwa akili na sio kwa mazoea. Nasema kwamba ndugu yangu, kupitia haya yote tunayoshuhudia katika familia zetu, haya yote tunayoshuhudia katika mahusiano ya watu wengi, naweza nikakwambia siku ya leo kwamba ndugu yangu, jifunze kupenda kwa akili na sio kwa mazoea. Namaanisha kwamba unapopenda kwa mazoea, waweza kubaki sehemu fulani kwa sababu umepazoea na pale unaumia. Lakini ndugu yangu, unapopenda kwa akili, waweza kukaa mahali fulani kwa sababu umepachagua na umepaelewa vizuri. Lakini haya tunayoona kila siku, kila watu na kila mahusiano tunayoshuhudia, tunaona mavurugo, fujo, maelewano yanakuwa hayapo kabisa. Lakini hayo ndio matokeo ya kwamba unapopenda kwa sababu ya mazoea, waweza kuvumilia sehemu ambapo hakustahili wewe, lakini kwa sababu umeshazoea mahali pale na unakimbia kuwa mpweke, waweza kukaa kwa shida, kwa mateso. Lakini unapojua kwamba umependa kwa sababu ya umetumia akili yako, utakuwa umechagua, na sehemu hiyo inapotokea kitu chochote kile kisichoendana na wewe, uko tayari kuchagua mahali pengine pa kuishi na kupahacha pale ulipokuwa, kwa sababu umependa, umetumia akili. Naweza nikakushauri siku ya leo kwamba ndugu yangu, unapopenda, jaribu kupenda kwa akili na usipende kwa sababu ya mazoea. Lakini vijana wengi kwa sasa wanafikia katika mahusiano yao kuzoeana kwa sababu hiyo ndio hali wanataka waishi, lakini hawatumii akili kabla ya wenyewe kupenda, na matokeo yake tunayashuhudia kila siku. Watu wanakuwa, mapenzi yamepungua, mahusiano hayachukui muda mrefu, na unapouliza mtoto wa kike wala wa kiume, hakuna sababu yoyote ya msingi hila anaweza kukuambia. Lakini ni kwa sababu mapenzi yao yametokea kwa sababu walizoeana na sio kwa sababu walitumia akili. Kwa sababu hakuna kiumbe chochote kile katika dunia hii ambao anaweza kuvumilia sehemu anapoteswa na endelee kuishi hapo. Na unapoona mtu anavumilia sehemu anapopata shida na anaendelea kukaa hapo, ujue huyo mtu amependa kwa sababu ya mazoea, na anaogopa kuwa mpweke katika maisha yake, anaogopa maneno ya watu watamsema namna gani baada ya kutoka pale. Lakini unapopenda ukitumia akili, ndugu yangu, unachagua na unajua nini unachokifanya, na hata unapoondoka sehemu, hakuna mtu yoyote atakuja nyuma yako atakuja kukulaumu, kwa sababu utakuwa umechukua maamuzi ukitumia akili yako. Na kama na wewe ndugu yangu hupo kwenye mahusiano wala unatamani kuingia kwenye mahusiano, naweza nikakushauria kwamba usipende kwa sababu ya mazoea, lakini unapopenda utumie akili yako, maana yale yatakayotokea kesho kutwa utajua namna utakayo yatatua. Na kama unaamini hayo ndugu yangu, weka na wewe mawazo yako hapa. Asante sana.